Zaidi ya Watanzania wakazi wa mkoa wa Tabora 500,000 wanatarajiwa kupata ajira rasmi na zisizo rasmi kufuatia maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2026 kuelekea 2025-2030 ambayo imeelekeza kutenga eneo maalum lenye ekari 150 kwa ajili ya kongani ya viwanda katika kata ya Kalunde kwa ajili ya kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza viwanda vitakavyotumia malighafi za ndani na nje ili kuongeza thamani ya malighafi zinazozalishwa ndani ya halmashauri na hatimaye kufikia ajira hizo. Hayo yamejiri wakati wa uwasilishaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha mwezi Julai hadi Disemba 2025 kwa halmashauri ya manispaa ya Tabora, ambapo akitoa taarifa hiyo mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya, licha ya kutaja bilioni 1.6 ambazo zimetolewa kwa vikundi mbalimbali vilivyopo ilani hapa, utekelezwaji wa miundombinu ya vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo mashuleni na barabara, uboreshwaji wa sekta ya kilimo, mifugo na afya. Pia ametaja uwepo wa fursa ya uwekezaji kwa Watanzania walioko ndani na nje ya Tabora. Aidha, viwanda hivyo ni pamoja na vinavyotumia teknolojia inayotoa ajira kwa watu wengi. Lengo ni kuongeza ajira zinazotokana na uzalishaji wa bidhaa za viwandani kutoka 306,180 mwaka 2020 hadi ajira 500,000. Ekari 150 zimetengwa tayari katika kata ya Kalunde kwa ajili ya kongani ya viwanda, ambapo viwanja vimeshatangazwa kupitia kwenye mfumo wa Tausi kwa ajili ya wanaohitaji kuweza kuomba viwanja hivyo kwa ajili ya kutekeleza shughuli hizi ambazo tumezisema kwamba kuanzisha viwanda vikubwa sasa ili viweze kuondoa changamoto hii ya ajira kama ambavyo tumesema. Kwa hivyo kwa yeyote ambaye ana uwezo wa kuwekeza kwenye maeneo hayo, manake fursa hiyo bado ipo. Katika hatua nyingine, Wela amesema tangu kutolewa kwa taarifa ya Wizara ya Afya iliyowataka Watanzania kujikinga na ugonjwa wa mlipuko COVID-19 na influenza, bado mkoa wa Tabora hakuna kisa ambacho kimebainika, ambapo pia ametumia nafasi hiyo kuwataka watumishi kuendelea kuhamasisha juu ya matumizi ya vyoo bora, hali inaonekana kuwa tofauti kwa sasa. Elimu imeendelea kutolewa ili kuhakikisha wananchi wanachukua tahadhari ya kujikinga na ugonjwa huu, lakini pia mpango kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa ya milipuko ikiwemo kipindupindu, Marburg pamoja na Mpox uliandaliwa, na aidha vifaa vya kukabiliana na magonjwa ya milipuko pia vilitolewa ili kuendelea kukabiliana na changamoto hizo. Na kwa ujumla wake kwenye wilaya yetu hatujapata hiyo changamoto kwa kipindi cha hivi karibuni, kulingana na taarifa ambayo ilitolewa na Wizara ya Afya. Hakuna mgonjwa ambaye amepatikana kwenye eneo hilo la magonjwa ya milipuko kama ambavyo imeainishwa hapa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tabora Bwana Mohamed Katete, licha ya kuwapongeza wataalamu wa idara mbalimbali kwa kusimamia utekelezaji wa miradi ya kimaendeleo, akatoa maelekezo ya chama. Tatizo tulilonalo ni miundombinu, na haya matatizo ya miundombinu maana yake ni endelevu. Leo ukitengeneza, kesho utakwenda kutengeneza. Bajeti inawalazimisha kufanya kitu ambacho mahitaji yao yanakuwa madogo, lakini sisi tunakuwa tuna mahitaji makubwa kulingana na miundombinu. Nao wajumbe wa mkutano huo kutoka katika kata mbalimbali ziundazo wilaya ya Tabora wanaeleza matumaini yao kwa chama pamoja na serikali. Nipongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mradi mkubwa katika kata yetu ya Malolo kwa kutengenezea shule yetu ya Malolo Hills. Sisi changamoto yetu kubwa ni mitaro. Kwa hiyo kwenye hili la mafuriko naomba sana tulifanyie kazi sisi halmashauri yetu ya manispaa ya Tabora, hasa kupitia wataalamu wetu. Taarifa aliyosoma DC wetu kwamba Kidongo Chekundu kuna vikundi viwili vimepata mikopo cha vijana na cha wanawake. Tunashukuru sana. Mungu amjalie Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuiona Kidongo Chekundu. Kutoka Tabora, mimi nimekosa moja jina. Hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Tufuatilie pia kwa mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.